Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amewataka Wazanzibari kuyatunza mapinduzi ya Zanzibar kwani ndio urithi na ni nguzo na chombo cha kuchochea maendeleo ya wananchi. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa skuli 3 za sekondari, skuli ya Chukwani, Legeza Mwendo na Maungani, amesema jamii inashuhudia funguzi mbalimbali za miradi. Hii inathibitisha kwa vitendo matunda ya mapinduzi, kwani ujenzi wa skuli hizo ni mpango maalum wa kuboresha sekta ya elimu hapa Zanzibar. Leo tumeona katika jengo hili, hii ni sehemu tu, lakini kazi ya aina hii imeendelea katika maeneo mengi kwenye sekta ya elimu, katika maeneo mengi kwenye sekta zingine kama vile afya, ujenzi pamoja na shughuli za uzalishaji. Mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya tarehe 12 Januari 1964 yaliondoa mfumo wa ubaguzi na kuweka msingi wa serikali ya wananchi. Tangu wakati huo, maadhimisho ya mapinduzi yamekuwa chombo cha kuimarisha umoja wa kitaifa na kuchochea shughuli za maendeleo. Ni kwa msingi huu maadhimisho haya yamekuwa yakiambatana na uzinduzi wa miradi ya kimkakati ya kiuchumi na kijamii. Uzinduzi wa miradi mbalimbali unadhihirisha matunda ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar katika uboreshaji wa huduma za jamii na uimarishaji wa maendeleo endelevu. Kwa upande wake, naibu waziri wa elimu Zanzibar, Hadija Salum Ali, amesema SMZ inaendelea kutekeleza ilani kwa kuhakikisha wanasimamia mitaala ya elimu na kuboresha miundombinu katika sekta ya elimu. Dhamira ya SMZ kupitia Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali ni njema sana kwa wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Na jengo lilosimama hapa pamoja na jengo ambalo umelikagua ndani ni kielelezo tosha cha utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025 hadi 30. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama Wizara ya Elimu tunaahidi kuendelea kujenga majengo kama haya G+3 na zaidi, na maeneo mbalimbali yalishajengwa majengo kama haya Unguja na Pemba. Vile vile SMZ itaendelea kutekeleza ilani kwa kuhakikisha kwamba tunasimamia mitaala, miundo mbinu yote, majengo, maabara, library, kompyuta ambazo sasa hivi ulimwengu wetu kama unavyofahamu mheshimiwa, tunaenda kidijitali. Kwa hiyo hayo kwa ufupi ndio matunda ya mapinduzi. Akitoa maelezo ya kitaalamu kuhusu mradi huu wa skuli, Katibu Mkuu Wizara ya Elimu Hamisi Abdallah amesema skuli hizo zitaendelea kuondoa msongamano wa wanafunzi madarasani, ambapo ujenzi huo umegharimu zaidi ya shilingi bilioni 6. Mheshimiwa mgeni rasmi, hapo awali kabla ujenzi wa skuli hii ulioifungua hivi punde ilikuwa inatumia zaidi ya wanafunzi 2000 na watoto walisema ilikuwa mabanda, haikuwa skuli, na tulikuwa tunaingia kwa almost, kuna skuli 3, kuna skuli ya maandalizi, kuna skuli ya msingi na sekondari kwa sehemu moja, na ilikuwa wastani wanafunzi 100 kwa darasa. Sasa unaweza kuimagine darasa lilikuwa hali gani, na madarasa yalikuwa yamechoka sana. Hali hii iliwalazimu wanafunzi kukuwa na mitihani tu wakae nyumbani kwa sababu madarasa hayatoshi. Mheshimiwa, ujenzi wa skuli hii na hizo nyingine ambazo tumezitaja utasaidia sana kuondosha changamoto ya mikondo miwili. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi wa ujenzi wa skuli hii ulitekelezwa kwa fedha za serikali na umejengwa na kampuni ya Fuchs Construction. Hii ni kampuni ya Kitanzania na ilisimamiwa na wakala wa majengo ya serikali, yani ZBA, ni taasisi ya serikali, kwa thamani ya shilingi bilioni 6.1. Mheshimiwa, ujenzi ulianza rasmi mwezi wa Mei na umekamilika mwezi wa Disemba. Mheshimiwa mgeni rasmi, skuli hii ya ghorofa 3 ina madarasa 42, ina vyoo 52, ina ofisi ya mwalimu mkuu ya kisasa kabisa na ofisi za walimu wakuu, una ofisi 4 za walimu, ina ukumbi wa mitihani, kuna maabara 2 umebahatika kuzitembelea, kuna chumba cha kompyuta, kuna chumba cha ibada cha kuswalia hasa kwa wasichana, pia kuna maktaba na counseling room. Skuli hii ina uwezo wa kuchukua wanafunzi 1890 kwa wakati mmoja, kwa wastani wanafunzi 45 kwa darasa. Ufunguzi wa skuli hizo ni shamra ya maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi na ni juhudi ya serikali katika kuimarisha maendeleo ya wananchi. Amina Omar, Al-Fatah TV Online. Nataka utoke humu. Mtani mkubwa. Ng'ombe wewe, kenge, usiku na adabu. Nishakuacha.
Kuna nini? Wewe acha tu. Maisha yanafanya mwanangu azurure kwa kukosa uwezo wa kumsomesha. Ondoa shaka. Mimi nitakusaidia kumsomesha. Jamii ina wajibu wa kuwasaidia watoto walio katika mazingira magumu ili waweze kutimiza malengo yao. Tangazo hili limeletwa kwenu na kijiji cha kulelea watoto SOS Zanzibar. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577784849. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.